maana yake ni nini? Kwamba badala ya mradi huo ungetekelezwa kwa 100% na serikali, sasa sehemu kubwa inabebwa na sekta binafsi, na mara nyingi imekuwa katika ratio ya 60-40. Practice inaonyesha miradi mingi ya PPP inakuwa mbia au sekta binafsi anaweza kutoa fedha nyingi yenye kiasi cha asilimia kuanzia 60 na 40 inabaki ya nani? Ya serikali. Kwa nini? Kwa sababu tunaweka hiyo ratio ili tuweze kuwaachia sehemu kubwa wadau ili waweze kuleta ubunifu na vitu vingine kwa maana ya kuendesha. Alafu serikali inabaki kuangalia na kugawana faida. Ili mradi uweze kukidhi kwenda kwenye PPP, inabidi uwe na sifa ya miaka kuanzia 5 mpaka miaka 30. Huo mradi wa PPP. Ili uweze kuwa na sifa ya kuingia kwenye PPP, ni lazima uwe kuanzia miaka 5 mpaka miaka 30. Maana yake minimum ni 5 na maximum ni 30. Sasa, lakini sifa ya pili, mradi lazima uwe wa ujenzi wa miundombinu au kusimamia au kuendesha mradi wa jamii. Lakini sifa nyingine ya mwisho ni kwamba mradi huo baada ya kutekelezwa, na kwa vile umetekelezwa kwenye eneo lenye hati ya serikali, kwa hiyo baada ya miaka ile kukamilika, kama ni 15, 20 au 30, mradi huo unarejeshwa kwa nani? Kwa serikali. Kwa baada ya hapo kuna hiyo upembuzi yakinifu. Tukimaliza upembuzi yakinifu, kwa kutakuwa na shughuli za bidding, yani price yake, bill of quantity, design na vitu vingine vyote. Tunafanya kama timu. Tukimaliza pale, tunaenda kwenye issue ya ununuzi na kusaini mkataba wa ubia. Kwa maana hiyo hawa wadau sasa wanatengeneza mkataba mdogo wa kwanza wa kwamba sasa wewe na mimi tunataka kufanya kazi ya pamoja kwenye eneo, kwenye mradi huu. Wanatengeneza hiyo. Kwa hiyo ni seti ya kwanza ni halmashauri au mamlaka za serikali za mitaa na mbia mwenyewe wanakuwa na hizi kazi, ziko kwenye hiyo document. Ya pili, wizara ya sekta. Kwa mfano, mnataka kuwekeza labda kwenye issue ya uvuvi, kwenye blue economy. Wizara ya sekta ni wizara ya mifugo na uvuvi. Hawa wanatakiwa nao sasa, baada ya yale maandiko mlioyatengeneza, muwakabidhi wao, wayapitie, waone sera na sheria ya nchi haijakiukwa. Kwa sababu tunaamini hapo ndo kwenye wataalamu ambapo wamebobea. Ukitoka pale, tunaipeleka kwenye ofisi ya Rais TAMISEMI. Hiyo nyaraka sasa ikishapata baraka kwenye wizara ya kisekta, tayari tunapata baraka zao, tunawapelekea ofisi ya Rais TAMISEMI. Kuna kitu kinaitwa PPP node. PPP node nao wanapitisha ule miradi yote kwa kuangalia wataalamu. Je, huu muungano unaotaka kufanyika kati ya halmashauri pamoja na huyu mbia, hakuna uonevu mahali? Sasa unajua serikali za mitaa wao ndo tunafanya nao kazi kila siku. Kwa automatically pale tayari nao kama wanalao jambo wataturudishia turekebishe. Kama mkataba hujakaa vizuri, maana sheria wa pale atatuambia kuna kitu mmekikosea, nataka mkipange vizuri. Tukitoka pale tunakwenda kupitisha miradi yote ambayo TAMISEMI sasa wao watapitisha hiyo miradi ya serikali za mitaa kwa kuiangalia na kuiapprove. Tukitoka hapa tunaenda ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Hawa nao huyu mbia anaweza kuwa ni mzawa mwenzetu au akawa mgeni kutoka nje. Kwa sababu sekta binafsi inaweza kuwa mwenyeji kama mwananchi au mgeni kutoka nje. Kwa hiyo hapa nako wizara lazima ikaangalie huyu mtu uraia wake ukoje na terms zake zikoje. Baada ya pale tunafanyaje? Wanatoa nao kibali. Sasa baada ya hicho kibali kutolewa, hatua ya 5 kuna wizara ya fedha. Nako hiyo paper itakuwa submitted wizara ya fedha. Wizara ya fedha watakwenda kuangalia nini? Wataangalia sera na sheria. Je, wenzetu wameziangalia na hazina makinzano na bajeti tunaenda kuitengeneza? Tukitoka pale wanaangalia, je, huu mradi serikali yangu kama labda ni
halmashauri ya jiji itakuwa ichangiwe bilioni 2, ni lazima tuone ardhi tulio nayo ni ya bilioni ngapi, lakini pia je, pesa ya kutoken itakuwa ni shilingi ngapi? Kama uwezo huo tunao, tunalipa wenyewe. Uwezo huo hatuna na mradi ni wa wananchi, automatically Wizara ya Fedha inaweza kutengeneza budget ndogo ya kusupport ili ile halmashauri ipate zile fedha ipeleke kwa mbia waweze kutekeleza ule mradi kwa pamoja. Kwa ndio maana inapita pale. Tukitoka pale sasa mradi ile document inabebelewa tena. Inakwenda kwenye PPP steering committee. Kuna kamati ya ndani ambayo sasa ndio inachakata almost kwenye nani ya mwisho kabisa. Tunaita ni steering committee. Steering committee itapitia na itaangalia kwenye hilo, itaidhinisha hiyo miradi. Kama imekamilika, itaangalia ni miradi mkubwa au ni mradi ya kati ya PPP. Kwa hiyo nayo itaivalidate. Kwa maana pia kuna miradi kuanzia dola kadhaa, ina maana ile wanapata data kwamba kuna mradi wa PPP unatekelezwa Tanganyika wenye thamani ipi. Kwa nao watakuwa wanaweka jicho lao kuangalia kama ule mradi unakwenda pamoja na unaleta faida kwa wananchi na taasisi. Ya mwisho sasa, baada ya hapo, kwa maana afisa masuhuri au taasisi ya utekelezaji wa mradi inaidhinishiwa ule mradi kwamba sasa mnaweza kuendelea. Akishamaliza sasa ndio tunakuja kutengeneza mkataba ambao utakuwa umeshapitia sehemu zote wa jumla, tunampelekea mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali anakwenda kuangalia, je, hauna madhara kwa ujumla ukitekelezeka nchini? Naye ataendorse, atafanya vetting ya huo mkataba. Baada ya hapo ndo tuna sign ule mkataba, alafu tunaendelea. Sasa hiyo tukikumbuka kwamba taratibu hizi sisi kwetu kama halmashauri inabidi hizo zimeshapitia kwa waheshimiwa madiwani kwenye kamati mbalimbali, kwa maana ya uhabarisho, kwa maana ya nini mnakwenda kufanya kama halmashauri, na waheshimiwa wanatakiwa waweke minutes zao kwenye kumbukumbu za kamati, kama ni ya miundombinu ya huduma, tegemea na aina ya mradi mnaokwenda kutekeleza. Maana lazima ianzie kwenye CMT, itakwenda kwenye vikao vyenu, baadaye itakwenda kwenye baraza. Baraza litaibeba ile agenda na kuwaagiza kurugenzi na timu yake kuendelea na nini na taratibu. Mambo kidogo, uzoefu kidogo kuhusiana na PPP. Sasa kwa modo ile ya kwenu sio public private, ni public partnership. Kwa maana kwamba vijiji ni serikali na halmashauri ni serikali. Lakini kisheria kijiji na halmashauri status yao ni sawa. Tofauti kati ya kijiji na kata. Kata ni administrative unit, kwa maana kwamba ni eneo tu, ni sehemu ya eneo la utawala. Lakini kijiji inabeba vitu viwili, ni administrative unit alafu governance, yani ule userikali upo. Userikali upo. Na ukisoma sheria ya fedha ya serikali za mitaa kifungu cha 7, chini kule kuna vyanzo vya mapato vya kijiji, lakini vya kata hakuna, vya mtaa hakuna. Kwa vile vyombo vya maamuzi vikikaa pamoja vikajadili ajenda za mashirikiano kati ya vijiji na serikali mama au halmashauri mama, sio dhambi. Sio dhambi. Sasa namna ya uendeshaji, hapa ndo kunakuwa na balaa hapa kwenye kuendesha. Tunaendesha kwa maana kwamba tunatengeneza kitu ambao siku hizi tunaita SPV, special purpose vehicle,
Yaani tunatengeneza kampuni maalum ambayo kazi yake ndio itaendesha hicho chombo. Mfano, kuna jengo linaloitwa Roxite Mall hapa, ni alama moja kati ya alama kubwa katika jiji la Mwanza. Ulikuwa ni ubia ama ushirikiano kati ya serikali na serikali, kwa maana kwamba mfuko wa PSSF kwa sasa hivi ni taasisi ya serikali na halmashauri ya jiji la Mwanza ni taasisi ya nini? Ya serikali. Mchango wa halmashauri kwa wakati ule ulikuwa ni ardhi walioitoa, alafu PSSF wakajenga karibia bilioni 69 hivi. Walipojenga wakachukua ile thamani ya ardhi, wakaangalia dhidi ya thamani ya ujenzi, wakagawa hisa. Lakini tofauti na hapo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunakuja kutekeleza ile maombi ambayo tuliyapitishia kwako pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kutupa kibali, na hasa baada ya kuwa tumefanya kikao na baraza la madiwani kuibua ile miradi ya kimkakati ambayo tunatarajia na sisi tuweze kuitekeleza kwenye halmashauri yako. Sasa pamoja na kwamba tulikuonyesha miradi ya mikakati ambayo tunafikiria kuitekeleza, na kwa kuwa tuna rasilimali fedha kupitia biashara tunayoifanya, lakini pia tuna rasilimali maeneo na viwanja pale manispaa ya Mpanda ambapo tunaweza tukawekeza mradi wowote. Naamini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wewe ulikuwa ni chanzo cha kumshauri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na hasa kuja kwenye baraza, lakini kukubali ile mipango ambayo mkurugenzi na watendaji na si madiwani tulikuwa tumeona inaweza ikafaa hasa kwenye miradi, lakini kwenye uingizaji wa mapato. Kwa hiyo katika yale yote ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tuliyasema na Mkuu wa Mkoa akayabariki, ndipo tulipoomba kibali na mkurugenzi na wataalamu wake wakasaiti kwamba shughuli zinafanyika maeneo mengi, kwa hiyo tukapendekeza tuje jiji la Mwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa, katika hili kwa kweli na somo tulilopata hapa, mimi naamini kama ulivyosema na kwenye maneno ya utangulizi hapa kwamba unatamani tutoke hapa tukafanya jambo na matokeo yapatikane.